Ni ndege ya shirika la Ethiopian Airline ikiwa inawasili katika uwanja wa kimataifa wa Kilimanjaro KIA, ukiwa umebeba mwili wa Joshua Mollel, Tanzania, ambaye aliuawa na kundi la Hamas katika mapigano ya Israel na Palestina mnamo mwezi wa Oktoba mwaka 2023. Joshua mwenye miaka 21 ni miongoni mwa vijana 260 ambao walipelekwa nchini Israel kwa ajili ya mafunzo ya kilimo, ambapo yeye pamoja na Clemens Mtenga aliyezikwa mwaka jana walipatwa na umauti baada ya kushambuliwa na kundi hilo. Mwili huu umefika na kukabidhiwa kwa serikali ya Tanzania ikiwakilishwa na naibu katibu mkuu Balozi Saidi Shaibu Musa, ambapo baadaye naye akakabidhi kwa familia ya Joshua tayari kwa maziko siku ya kesho yatakayofanyika katika wilaya ya Simanjiro katika eneo la Orkesmet mkoani Manyara. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia ubalozi wake mjini Tel Aviv tangu kipindi hiko ilikuwa inafuatilia upatikanaji wa mwili, lakini mpaka sasa tunasema ni upatikanaji wa mabaki ya mwili wa marehemu baada ya vipimo vya kisayansi DNA kufanyika na kuthibitisha kwamba huu ni mwili wa mwenzetu Joshua Mollel, na serikali tangu kipindi hicho imekuwa ikifuatilia na kupatikana kwake tarehe 6 Novemba tuliarifiwa na kupata ithibati kwamba huu ni mwili wa ndugu yetu, mtoto wetu, Mtanzania mwenzetu Joshua Mollel, na leo tarehe 19 tuko hapa kupokea mabaki ya mwili wake kwa ajili ya mazishi rasmi ya heshima nyumbani kwao Tanzania, kijijini kwao katika wilaya ya Simanjiro. Tulipokuwa tumepata taarifa kwamba huu mwili umepatikana, familia ilipokea kwa furaha, na sisi tuliendelea kuwapa hizo taarifa za nini kinaendelea, na wao wakawa natupa moyo kwamba tuendelee. Kwa hiyo kimawasiliano na faraja na subira miongoni mwetu lilikuwa ni jambo la kupeana matumaini, na matokeo yake ndo kama haya ambayo tunayo. Lakini mashirikiano mengine zaidi ni katika mapokezi, mashirikiano mengine zaidi yatakayoendelea ni katika mazishi, na mashirikiano mengine yatakayoendelea ni katika faraja. Serikali ina mchango wake mkubwa katika kufanikisha mazishi haya, kama ulivyosema kwamba itaendelea kutoa mchango wake kila unaowezekana kufanikisha mazishi ya Mtanzania mwenzetu huyu. Naitwa Fakii Rafael Lulandala, mkuu wa wilaya ya Simanjiro. Lakini mimi hapa sasa nazungumza kama mkuu wa wilaya ya Simanjiro kwa upande mmoja, lakini pia nikimwakilisha mkuu wa mkoa wa Manyara kwa upande mwingine, ambao kwa kweli jukumu letu mojawapo kubwa kama